umelenga kuja kuwashukuru kwa sababu tarafa ya Mwambao mara nyingi mnafanya kazi kubwa ya kutupitisha sisi wabunge, alafu tunachelewa sana kuja kushukuru. Safari hii nikasema nakuja mapema. Wakaniambia huu msimu wa dhoruba, mwezi haujakaa vizuri, kuna wimbi. Nikauliza wao wanasafiri? Wakasema ndio. Basi na mimi nitasafiri hivyo hivyo ili nijifunze na mazingira wanaoishi wananchi ambao wananipigania mimi. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo nimekuja nije niseme asante sana kwa imani kubwa ambayo mmeonyesha kwa mimi mtoto wenu na chama changu, Chama cha Mapinduzi, na kumchagua rais kutoka Chama cha Mapinduzi. Tuwaahidi mkataba kati yenu nyinyi na sisi upo kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030. Yale yote ambayo yameainishwa mle tutajitahidi kuyatekeleza. Hiyo ndio namna bora ya kuwalipa wananchi imani ambayo walitupa ya kutuchagua. Hata hii kata ya Kilondo ina mambo mengi sana yako katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia yako mambo ambayo ni kipaumbele chenu nyinyi wananchi. Changamoto zenu nazijua kwa sababu mimi nilikuwa mbunge awamu iliyopita. Kwa kilichonivuta zaidi kuja mapema na dhoruba hii imenipa heshima ambayo Ludewa hii hatujawahi kufanya maamuzi miaka mingi sana. Tangia mwaka 1995 Ludewa hajawahi kumpa mbunge yeyote nafasi kipindi cha pili. Tokea Mathias Kiaule aliyemaliza mwaka 95. Ni miaka 30 imepita. Lakini leo umemwamini mtoto wa marehemu Kamonga Zakaria. Kwa kweli niliona na kila sababu za kuja mapema kuwashukuru. Narudia tena kusema asanteni sana. Mugombile Daga Kiala, asante. Kiala Kutule. Hadi natamani ningekuwa nimeomba dakika nyingi tungeimba ule wimbo wa tumogele. Sasa muda hautoshi, nimepewa dakika chache. Changamoto zenu hapa ndugu zangu na vipaumbele vyenu, najua kuna shughuli zimesimama pale shule ya msingi. Mwenyekiti wa kijiji anapambana, mnamsaidia, lakini bado hamjafikia malengo yenu. Kuna madarasa pale, si madarasa yale mwenyekiti? Mheshimiwa diwani ameniambia hilo jambo kwamba kuna madarasa pale bado hajaanza kutumika. Mmepambana, mmeezeka, lakini hajapigwa drip ili aanze kutumika. Hayo ndio kazi tumeanza sasa, mimi na diwani. Kwa hiyo mtupe nafasi tuweze kuyamalizia. Kule kituo cha afya najua nacho kimesimama muda mrefu, lakini tunaona ili tusiwatese wananchi, vijana wetu wasikimbie, twende kwa utekelezaji wa miradi kwa vipaumbele. Tushike michache tuimalize, tukishaimaliza hiyo michache tuanze mipya. Sasa hivi kuna hoja ya daraja. Lile daraja namshukuru sana Padre Mpete, ndio aliyejenga kile kiteputepu. Kulikuwa na daraja la kwanza, wale watoto wenu mliozaa hapa kina Mwambeleko walijenga kwa nia pia ya kuweka mradi wa umeme pale. Bahati mbaya kutokana na mabadiliko ya tabia nchi likasombwa na maji. Padre Mpete, paroko wa parokia ya Lumbila, amehangaika kwa sababu wananchi tunaowatumikia ni hao. Mbunge anaita wapiga kura, makanisa anaita waumini, na chama kinaita wanachama, serikali inaita walipa kodi. Wanabadilika tu majina, lakini watu ni hao. Kwa hiyo nimshukuru sana Father Mpete kwa kujenga kile kiteputepu. Na mimi leo nimeenda kukiona, lakini niwahakikishie wananchi wa Kilondo, mimi pale serikalini nilijenga hoja, niliomba fedha, serikali imetutengea milioni 80 mwaka huu wa fedha. Milioni ngapi? Milioni 80 kwa ajili ya kujenga daraja pale ambalo litakuwa imara
hautapita huku unapiga ishara ya msalaba. Litakuwa ni daraja zuri. Kwa hiyo sasa hivi wako hatua ya kutangaza ili apatikane mkandarasi aje kujenga lile daraja. Nimekwenda pale, kwa kweli nimeona mmejitahidi sana. Mara ya kwanza nilivyokuja nilikasirika sana, hadi mzee wangu Mwakila ataka anashindwa kunisemesha, kwa sababu niliona tumefanya jitihada, hakuna kinachoendelea pale. Lakini nilivyokuja leo nimeona mmejitahidi sana. Ule msingi kwa kweli pale jasho limewatoka. Kwa sasa tuna kila sababu ya kuwaunga mkono. Mimi nitakuwa pamoja na nyinyi, tutashirikiana na mheshimiwa diwani kuhakikisha yale madarasa tunayamaliza na tunaongeza na mengine. Sawa ndugu zangu, ninavyotoka hapa naenda kule kwa mkurugenzi. Sasa atuletee mwalimu hapa wa kusimamia ule mradi. Mradi uwe na msimamizi ambaye ni mwalimu, ambaye atalala ataamka anawaza jambo moja tu. Mtendaji kata aendelee kukusanya mapato ya serikali. Mtendaji kata yuko wapi? Haya yote nitamwambia mkurugenzi aweze kuyalipa. Sawa ndugu zangu? Ayalipe. Na mwaka huu mimi tulishirikiana na mheshimiwa diwani, huyu diwani wenu, tukajenga hoja kwenye bajeti ya halmashauri, tukaweza kutengewa milioni 50. Milioni ngapi? 50, ambayo itamaliza yale madarasa yote vizuri. Tutaisajili hiyo shule na kuhakikisha Januari mwaka 2027 watoto wetu wa kata hii wanaenda kusoma pale. Ninatambua kata hii ina watoto wa shule ya msingi Kilondo, ina watoto wa shule ya msingi Nsele, lakini vile vile kuna shule jirani za kata ya Lumbila ambao hawana sekondari, na wao tunaweza tukawapokea hapa ili kama kutakuwa na upungufu wa watoto waweze kujazia. Kwa hiyo tuna sifa zote. Tulikuwa tunafanya sensa, shule ya msingi Nsele na shule ya msingi Kilondo ina watoto wa 80 wa darasa la 7 ambao mwakani wanatakiwa waanze kidato cha kwanza. 2028 darasa la 6 na la 7 wanamaliza kwa pamoja. Tutakuwa na watoto zaidi ya 100 hapo, zaidi ya 150. Tutawapeleka wapi? Kusafirisha hadi Makonde, gharama wanatutoza michango, na sisi tuwe na shule yetu hapa hapa ya kwetu ambayo hatutanyanyasika. Hapo vipi? Tunakubaliana na watu wa TANESCO wakaniahidi kwamba hawa Suma JKT ni jeshi aliwezi kushindwa popote. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo hawataondoka huku mpaka wamalize umeme maeneo yote ambayo bado. Kwa ndugu zangu, hadi Disemba mtaona hapa kazi kubwa imeshafanyika. Pengine umeme utakuwa umeshawaka, sababu wameshasainishwa mikataba, fedha wameshapewa, wanaandaa nguzo sasa ili waweze kuzileta, na kikosi chao kingine kimeenda Kimata. Simesikia Lumbila wameshawasha umeme, kwa hiyo sasa watakuja kuwasha hapa. Na eneo jingine la usafiri wa meli nishafuatilia pale bungeni, wanaonisikiliza, nilijenga hoja ifufuliwe ile meli ya MV Songea, wanunue injini mpya, waiunde upya. Ile meli inatumia mafuta kidogo na ina uwezo wa kutua vituo vingi, kwa hiyo uendeshaji wake sio gharama kubwa. Hata shepu yake ilivyoundwa ina uwezo wa kuhimili mawimbi haya madogo madogo ya Ziwa Nyasa, tofauti na ile kubwa imetengenezwa kama kivuko, inafaa zaidi kwenye maji yaliyotulia. Ukiwa na wimbi dogo inashindwa kufanya safari zake. Kwa hilo tayari serikali imeshaanza, wametoa zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kukarabati ile meli ili iweze kurudi kuhudumia wananchi. Kwa sasa hivi meli imesimama kwa sababu mwaka huu maji yameongezeka sana ziwani. Kwa hiyo bandari yetu kule ya Itungi imezama chini. Mwananchi kwenda kupanda kwenye meli ni changamoto, hawezi kufika kirahisi. Ila nimeambiwa ameanza kupungua, kwa hiyo sio muda ile meli kubwa itaanza safari zake.